Karibu katika darasa huru la Injili linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Darasa hili tunajadili na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu imani ya Kikristo, imani ya kumwamini Yesu Kristo. Na kama hujasubscribe, basi kabla ya kuendelea fanya hilo na kusubscribe, na mwisho wa somo hili na kuomba uweze kucomment, kushare na kulike ili kazi hii iweze kuwafikia watu wengine. Kabla ya kuanza somo letu la leo, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa nafasi na fursa uliotupa ya kujifunza neno lako. Tunamwalika mwalimu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa sasa. Tufundishe na kutuhekimisha katika neno lako, e Bwana. Njoo Roho Mtakatifu, utawale mioyo yetu, utufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Tupe ufunuo wa kuelewa neno lako. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo. Kila mawazo yanayotutenga na kweli yako tunayaangusha katika jina la Yesu. Tunaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, katika jina la Yesu. Tufundishe, tuongoze, tupe hekima ili tuishi, tusisikie tu neno lako bali tuweze kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa na ukutubadilishe ndani kabisa. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo hili na kuliacha mikononi mwako. Tufundishe na kutuhekimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Tunajifunza neno la Mungu ili tupate nafasi ya kutengeneza njia zetu, kutengeneza maisha yetu, na hili ndio jukumu letu la msingi. Hakuna anayejua vyote, hakuna anayefahamu vyote. Tunajua kwa sehemu, na kwa sehemu tunaendelea kushirikishana na kukumbushana. Leo ni siku ya 6. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha ya mtu. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha ya mtu. Na leo tunakwenda katika kichwa kidogo kinachosema mwanadamu ni roho mwenye nafsi iliyo hai, anaishi ndani ya mwili. Mwanadamu ni roho mwenye nafsi iliyo hai, anaishi ndani ya mwili. Tujikumbushe kidogo kwamba asili ndiyo inayoongoza maisha ya mwanadamu. Tunasoma maandiko kutoka Warumi sura ya 7 mstari wa 15 hadi ule wa 20. Neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ya kuwa ile sheria ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayeyatenda itendayo hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Mstari wa 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda
ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Tunaona ndani ya mtu kuna mashindano. Kuna wewe unapenda kufanya jema, lakini kuna nguvu iliyoko ndani yako ya dhambi inayokusukuma kutenda lile ambalo hulitaki, lile ambalo unalichukia ndilo unalosukumwa kulitenda, na lile ambalo unalipenda kulitenda hulitendi. Hiyo ni hali ambayo inamkumba kila mwanadamu, na hii ndiyo hali ya asili ya dhambi ambayo inamkumba kila mtu, na hii ndiyo sababu ya kutaka kila mwanadamu aokoke, kwa sababu asili hii haitoki au haioshwi kwa magadi. Hakuna magadi yanayoweza yakaondoa hii dhambi, hii ya asili ya dhambi. Hakuna sabuni inayoweza ikatoa asili hii ya dhambi, bali ni peke yake damu ya Yesu, kumwamini Yesu, kumtegemea Yesu. Na katika masomo yaliyopita tumejifunza kwa undani kwamba ziko asili mbili zinazomsumbua mwanadamu kukaa katika dhambi. Kuna asili ya dhambi ya Adamu, kuna asili ya dhambi ya Adamu, lakini pili, kuna asili ya dhambi za matendo, asili ya wazazi. Na asili zote hizi mbili tulijifunza kwa undani katika vipindi 5 sasa vilivyopita. Leo ikiwa ni kipindi cha 6, tunataka kujifunza sasa kwamba asili hizi zote zilitendwa na watu wa miaka mingi. Adamu wa miaka mingi sana. Kwa nini imetufikia sisi leo? Kwa nini imetufikia hii? Tuliipata jibu lake katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 kwamba kwa kutenda kwake Adamu dhambi tulitenda sisi wote. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na wote tunahesabiwa kwamba tumetenda dhambi kwa dhambi za Adamu. Kwa nini? Dhambi iliwekwa kwenye DNA ya Adamu, ikasafirishwa mpaka imetufikia sisi. Na tunasoma katika Zaburi ile ya 51 mstari wa 5 kwamba Daudi anasema, mama yangu alinichukua mimba hatiani, nalizaliwa katika uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Hata kule kuchukuliwa mimba tulikuwa tuko hatiani, tunazaliwa tuko hatiani, tunapata fahamu tuko hatiani tena. Mtoto ni mdhambi si kwa kutenda, mtoto ni mdhambi mpaka sasa hivi kwa sababu ya asili anayozaliwa nayo, na anapokuwa ni mtu mzima anakuwa ni mdhambi kwa asili, lakini pia ni mdhambi kwa kutenda. Kuna dhambi za matendo ambazo hizi tunaziambukizwa au tunajifunza kutoka kwa wazazi wetu, kwenda kuchochea ile asili ya dhambi ya Adamu iweze kufanya kazi. Sasa leo nataka tujifunze kwamba mwanadamu ni roho. Hizi dhambi zinapakiwa kwenye DNA. Kinachobeba DNA hii ya dhambi ni roho. Roho ndiyo wewe. Tukisema mtu ni mwenye dhambi, maana yake roho yako ndiyo yenye dhambi, ndiyo inayobeba dhambi. Roho ya mwanadamu ndiyo inayoamua mtu atendeje, afanye nini. Ndiyo maana watu wamezoea kusema huyu ana roho mbaya, kwa sababu roho ndiyo inayobeba ubaya. Mwili haubebi ubaya, unatekeleza tu ubaya ulio ndani ya mwili, ndani ya roho. Unasikia watu wanasema huyu ana roho nzuri, huyu ana roho njema. Kwa nini? Kwa sababu roho
ndiyo inayobeba wema ambao unatekelezwa kwenye mwili huku nje. Roho ndiyo inayobeba uzuri, mpaka watu wanasema huyu ana roho nzuri, kwa sababu roho ndiyo inayobeba uzuri. Kwa hiyo inategemea roho yako ikibeba dhambi, unaambiwa wewe ni mdhambi, si kwa sababu umetenda, kwa sababu ya asili iliyobebwa na roho. Ndio maana katika Mathayo sura ya 5 Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Moyo safi ndio unaomfanya mtu au mwanadamu awe safi. Moyo wenye uadilifu ndio unaomfanya mtu atende, aseme uadilifu. Moyo wenye hekima unasababisha mwanadamu aonekane ni mwenye hekima. Moyo mpumbavu utasababisha utende na useme kipumbavu. Upumbavu wa mtu unakaa moyoni, unajidhihirisha mwilini kwa kutenda na kusema. Kwa hiyo ubaya si mwili mbaya unaoonekana unatenda, kwamba kinywa kichafu, hatulaumu kinywa, kinywa kichafu kinawakilisha moyo mchafu. Matendo machafu unayoyatenda yanawakilisha jinsi moyo wako ulivyo mchafu. Sasa kumbuka, mwanadamu amekamilishwa na utu wa aina 3. Mwanadamu ni watu watatu katika mmoja. Mwanadamu ni jumla, ndani yake kuna watu watatu. Wazungu wanaita person. Kuna person inayoitwa mwili, kuna person inayoitwa nafsi, kuna person inayoitwa roho, na zote hizi ziliumbwa tofauti. Katika hivi vitatu, wewe mwenyewe ni roho, wala sio mwili. Ukivaa suti, ukala vizuri, ukalala vizuri, bado hujipendi, kwa sababu wewe sio mwili. Wewe ni roho mwenye nafsi iliyo hai, unakaa ndani ya mwili. Wewe mwenyewe ni roho. Ndio maana tunajifunza hapa kwamba mwanadamu ni roho mwenye nafsi iliyo hai, anakaa ndani ya mwili. Kwa hiyo mwanadamu ni wewe ambaye ni roho. Tunasoma katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wake alimuumba, mwanamke na mwanaume. Mwanzo sura ya 1 hii inaeleza uumbaji roho. Tunafanana na Mungu rohoni. Sisi ni wana wa Mungu rohoni. Huko ndiko tulikoumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Na siku ile Mungu alipoumba roho, aliumba mwanamke na mwanaume. Katika roho tuliumbwa siku moja, lakini sura ya 2 mstari wa 7 pale anaeleza uumbaji tena. Anapoumba mwili, unaona kama anarudia? Hapana. Mwili na nafsi viliumbwa katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, lakini roho ambayo ndio wewe mwenyewe tuliumbwa katika Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 na 27. Ukisoma Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7 anaeleza tofauti ya mwili na roho. Mtu anapokufa, kila kimoja kinarudi kwao, kila kimoja kinarudi kwao. Unajua, hata wakati wa uhai kila kimoja kinakula vyakula vinavyotoka kwao. Mwili
ulitoka udongoni. Ndio maana unakula vitu vinavyotoka udongoni. Unakula wali, ubwabwa ulitoka udongoni. Unakula ugali, unakula mhogo, unakula viazi, unakula vitu vilivyotoka udongoni. Hivi vitu vinakwenda kuunufaisha mwili. Hiki ni chakula cha mwili, kinakula vitu vinavyotoka kwao, na siku mtu anapokufa mwili unarudi kwao. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 anasema tamaa ya mwili ni mauti, lakini tamaa ya roho ni uzima. Kila kimoja kina tamaa yake. Mwili unatamani kufa, urudi mavumbini ulikotoka. Mwili ukiwa hai unataka kula chakula, unataka mavazi, unataka malazi. Hayo ni mahitaji ya mwili. Lakini roho, mtu anapokufa inarudi nyumbani kwa Mungu ilikotoka. Ndiyo maana roho ina kiu na neno la Mungu, ina kiu na maombi. Unapofunga unausurubisha mwili, lakini unaipa roho nguvu zaidi. Kwa nini? Unaisogeza karibu na nyumbani, unaisogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7 anasema hivi: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mhubiri sura ya 12 mstari huu wa 7 anaeleza kabisa kwamba mtu anapokufa kuna kinachorudi kwa Mungu kilikotoka, na mwili unarudi mavumbini ulikotoka. Kufa ni kufarakana, na kufarakana ni kutengana. Kwa hiyo mtu anapokufa, roho ambayo ndio wewe mwenyewe unaenda kwa Mungu, mwili unabaki hapa na tunaufukia kupunguza harufu. Na kuna watu wananyenyekea sana maiti, hasa Waafrika wanathamini sana maiti kuliko mgonjwa. Wanathamini kuzika kuliko kuponya maisha ya mtu. Angalia, michango mingi iko kwenye kuzika kuliko kumchangia mtu kunusuru uhai wake. Hata kazini nikiomba ruhusa kwenda kumuuguza baba yangu naweza nikanyimwa, lakini baba akifa hata ruhusa watu wataniandikia na kunipigia simu, Kimweri, tumesikia, nenda kazike, hata fomu huku ya ruhusa tunakujazia, nenda na michango itaendelea, ikikamilika tutakutumia. Na vikundi vilivyopo vinaitwa ni vya kufa na kuzikana. Sijui kwa nini watu wanaweka michango ya kufa na kuzikana. Ni tabia mbovu ya Kiafrika ambayo inaweka kipaumbele kwenye maiti badala ya kuweka kipaumbele kwenye kunusuru maisha ya mtu. Mimi naona ni busara kuwa na michango ya kumponya mtu, kunusuru uhai wake. Kuna watu wanakufa kwa kukosa maziwa ya kikombe cha maziwa cha shilingi 500, dawa tu ya shilingi 1000 anakosa, anakufa, anakosa huduma ya kukimbizwa hospitali. Kwa nini? Ugonjwa kwa Waafrika hasa wa Tanzania sio kipaumbele. Kipaumbele ni maiti. Kitu cha ajabu sana, kitu cha ajabu sana. Mungu atusaidie, tufunguke Waafrika, tupone kwenye mila hii potofu ambayo kwenye kizazi cha sasa ina kasi kubwa. Usipoenda kuzika watu wanakukariri kuliko usipoenda kukagua mgonjwa hospitali. Ingekuwa busara kwamba mtu ambaye hajatoa mchango wa mgonjwa, hajatoa mchango wa kumsaidia mgonjwa, kumnusuru, yeye ndiye ahukumiwe. Sidharau kuzika,
lakini kuponya maisha ya mtu ni bora zaidi kuliko kwenda kumhifadhi mtu ambaye hata ukimwacha hapo anaoza tu, wala hasikii chochote. Mungu atusaidie. Watu hawajijui wao ni nani, ndiyo maana wanatoa kipaumbele kwenye miili yao kuliko kwenye roho zao. Somo la leo tunajifunza mwanadamu yoyote yule ni roho, anayo nafsi iliyo hai, anakaa tu amepangisha kwenye mwili. Mwili unakuwa hai wewe roho unapokuwepo. Unapouacha mwili, mwili unaitwa umekufa na unaoza na unakosa thamani. Sasa watu angalia wanavyovaa vizuri wakifikiri wanajipenda. Sikwambii uvae vibaya, lakini usije ukafikiri kwamba kwa kuvaa vizuri ndio unajipenda. Hapana, wewe ni mwili unaooza hapa. Roho yako ndio inayokwenda mbele za Mungu. Kujipenda wewe ni kusikiliza neno la Mungu. Kujipenda wewe ni kuokoka. Kujipenda wewe ni kupatana na Mungu. Kujipenda wewe ni kwenda kanisani na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini unapovaa vizuri, sio kwamba unajipenda. Sikwambii uvae vibaya sasa, lakini hicho sio kigezo cha kujipenda, kwa sababu wewe sio mwili, sio mwili huo. Ndio maana tamaa za mwili zinakuharibia wewe. Wewe sio mwili. Ndio maana unasema kichwa changu kinauma. Unaona huu umiliki, kuna wewe, kuna kichwa. Mwili wangu leo naumwa, maana yake wewe sio mwili. Ndio maana unasema mwili wangu. Ni kama vile unavyosema hii ni nyumba yangu, maana yake unaimiliki. Kuna wewe, kuna nyumba. Hiyo nyumba unaimiliki wewe, ndio maana unasema nyumba yangu. Ukisema mwili wangu, maana yake kuna wewe, kuna mwili. Kuna wewe ambaye ni roho, kuna mwili. Kwa hiyo kujipenda ni roho uipe mahitaji yake. Na mahitaji ya Mungu ni nini? Ni kuwa karibu na Mungu. Mahitaji ya roho ni nini? Ni maombi na sala na dua na ibada. Mahitaji ya roho ni nini? Ni kusikiliza neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kufunga na kuomba. Ibada, kwenda kwenye ibada kanisani na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Huku ndiko kujipenda. Roho ni nini? Roho ndio wewe mwenyewe, ndio mtu mwenyewe. Lakini nafsi na roho, hivi ni vitu ambavyo vinakukamilisha uweze kuwa na sifa ya kukaa duniani. Ndio maana mapepo hayana mwili, yanatafuta miili ya watu. Tutajifunza leo na tutaelewana kwamba mwanadamu ni roho, na roho ni sehemu ya mwanadamu yenye ufahamu na inayotawaliwa na imani, iwe potofu iwe ya kweli, imani ya Mungu au imani ya miungu, imani ya wachawi au imani yoyote ile, ni kiunganisho na Mungu au na ulimwengu wa roho. Roho inaishi katika ulimwengu wa roho ndani ya mwili wenye mahusiano na dunia, kwa sababu roho ina mahusiano na ulimwengu wa roho, na saa zote iko rohoni. Inakaa kwenye mwili ulioko duniani wenye mahusiano na hii dunia kupitia milango mitano ya fahamu. Milango mitano ya fahamu ndio inayoingiza mawasiliano ya dunia hii ndani ya mwili, kwenye nafsi na kwenye roho. Lakini wewe sio mwili.
wewe ni roho na nafsi, na kabla mtu hajaokoka, roho inakuwa haifanyi kazi yake kwa ukamilifu kabisa, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu dhambi inakaa rohoni, au dhambi inakaa kwenye utu wa ndani ambao una nafsi, una roho. Sasa mtu akiwa hajaokoka, roho inakaliwa na dhambi. Roho na nafsi inakuwa ni kituo cha dhambi, na roho na nafsi ndiyo injini ya kuuendesha mwili. Mwili hautekelezi matakwa yake, mwili unaendesha kinachoamuliwa rohoni. Ndiyo maana mahali pengine Biblia inasema mtu hunena ya ujagizayo moyo. Moyo kilichojaa moyoni ndicho unachosema huku nje. Tutajuaje unawaza nini? Tutasubiri utende au uwaze? Kile unachowaza si ufundi wa kinywa. Kinywa kinaamuriwa tu na roho. Unapotenda si ufundi wa mwili kutenda. Mwili umeagizwa cha kutenda na roho na nafsi. Ndiyo maana katika Mithali sura ya 23 mstari wa 7 anasema anasema kwamba awazacho mtu awazacho nafsini mwako, alivyo nafsini mwake, awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani unavyowaza huku ndani ndivyo ulivyo huku nje. Tukiona umekasirika kwenye mwili, umekasirika rohoni kwanza. Tukiona unatukana, ulianza kutukana huku kwenye roho kabla hujatukana kwa maneno. Tukiona unampiga mtu ngumi, maana yake ulipanga kumpiga ngumi huku kwanza kabla ya kumpiga ngumi katika uhalisia. Mwili ni koti tu la roho. Mwili ni vazi linaloonekana, lakini wewe mwenyewe uko ndani ya huo mwili. Wewe ni roho, uko ndani kama nyumba, kama gamba la kobe. Kobe mwenyewe anaweza akaingiza miguu ndani na kichwa ndani, usimuone. Sasa utasema gamba la kobe, lakini kobe mwenyewe yuko ndani. Ukitaka kumla, utakata kichwa, utatupa ganda pembeni, unakula nyama iliyoko ndani. Kwa nini? Gamba lile sio kobe mwenyewe, kobe yuko ndani ya lile gamba. Hali kadhalika mwanadamu sio mwili huo unaoonekana, wewe mwenyewe uko ndani. Ni kama wale wanaovuta sigara, hawana haja na hii karatasi ya nje, waita sio lizi, hawana haja nayo. Wanachotaka kuvuta wao ni tumbaku. Ile karatasi imeshika tu lile tumbaku, wala hawana mpango nayo. Kama unabisha, mkusanyie zile karatasi ukampe, kama atazivuta atasema sizitaki hizi, nataka tumbaku. Kwa hiyo sigara ni lile tumbaku. Huu ni mfano mbaya, walokole msije mkakemea kwa jina la Yesu. Napita tu huko tuweze kupata picha kwamba wewe sio huo mwili, wewe ni roho, na ukiuendekeza mwili utaichafua roho na utakwenda jehanamu. Roho haitaki kuongozwa. Biblia inasema katika Warumi, wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho ndiyo inayoongoza. Mungu atusaidie tutambue kwamba wewe sio roho, bali wewe ni roho, sio mwili, bali wewe ni roho. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 anasema, kwa sababu mwili hutamani
kushindana na roho. Mwili hutamani kushindana na roho. Kwa tafsiri hiyo kwenda nayo, wewe ni roho, lakini mwili unashindana ukitamani, ukishindana na roho. Manake wewe, adui yako wa kwanza sio jirani yako. Adui yako wa kwanza ni mwili wako. Ukiusikiliza mwili wako, ukatii tamaa za mwili wako, unaichafua roho. Kwa nini? Mwili ambao ni koti lako unashindana na roho ambayo ni wewe mwenyewe. Anasema katika Warumi ile sura ya 5 mstari wa 17, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Umeona? Mwili sio wewe, wewe ni roho, na roho inapigwa vita na mwili. Mwili unataka tamaa zake zikubalike na roho, ili roho itoe agizo mwili utekeleze, kwa sababu mwili hauwezi ukafanya chochote mpaka roho iagize. Sasa inachofanya mwili unashinikiza roho ikubali. Ndio maana nasema kwamba mwili hutamani ukishindana na roho. Maana yake mwili unaishinikiza roho ili roho ikubali, iagize mwili utende tamaa zake. Ndiyo maana anasema kuna tamaa za macho, tamaa za mwili na kiburi vyo cha uzima. Hivi vitatu, hivi ni vitu vitatu vya tamaa ya mwili, vinafanya mwili unafanya mawasiliano na dunia ili kuzalisha tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, kuishinikiza roho na kuiua isifanye mapenzi ya Mungu, isiokoke, isimpende Mungu. Leo hii watu wengi sana wameendekeza mwili, hawampendi Mungu tena. Vijana wengi sana wameusikiliza mwili na roho zao zimekufa, hawampendi Mungu tena. Hata wakienda kanisani wanakosa muda wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama unabisha, angalia kanisa lenye kwaya nzuri ndio wanajaa vijana, kwa sababu hawaendi kanisani kwenda kuabudu, wanaenda kanisani kuimba kwaya. Na kama unabisha, wakati wa mahubiri wanakwaya wengi sana wanatoka nje, ndio wakati akijitahidi sana atabaki atachati. Wakati wa mahubiri kwa vijana wengi wasiompenda Mungu ndio kipindi cha kuchati, ndio kipindi cha kupiga simu nje, ndio kipindi cha kwenda kupiga soga chini ya kivuli. Mhubiri anapiga kelele peke yake huko. Unaweza ukafikiri wao hawatakufa, unaweza ukafikiri wao hawahusiki na Injili, lakini wanajidanganya. Mwili unapita, kuna siku huo mwili utakufa, na wewe ambaye ni roho utajigundua sio mwili, na utakuwa umechelewa. Maana mwili utabaki hapa na maovu yake utakuwa umeyabeba, unakwenda nayo kule. Mungu atakuhukumu kulingana na machafu, kutokana na mwili ulivyokudanganya. Mungu atusaidie. Katika Wagalatia, Timotheo, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 anatueleza kwamba Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa anataja vyote vitatu, roho, nafsi na mwili. Anasema hivi vyote ni lazima vitakaswe. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1 anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizi, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Pamoja na kwamba kuna uovu huu, lakini tunatakiwa kutakasa vyote vitatu, roho, nafsi na mwili. Tuvitakase.
roho inatakaswa kwa kupatanishwa na Kristo, kwa kuokoka, kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Miili yetu tuitoe iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza. Roho zetu tuzijaze neno la Mungu, tukijaza neno la Mungu kwenye nafsi zetu na kutoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai na kumpokea Yesu katika mioyo yetu, ile nafasi ambayo ilikaa dhambi kwenye mioyo, kwenye roho, akae Yesu, akae Roho Mtakatifu. Nakwambia unakuwa kiumbe kipya, sawa sawa na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema, hata imekuwa Yesu, mtu akikaa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kitu gani ninaongea? Naongea kwamba wewe ni roho, unayo nafsi iliyo hai, unakaa ndani ya mwili. Tafsiri ya mwanadamu ni nani? Ukiulizwa leo hii, mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni yule ambaye ana utu wa aina tatu, na katika utu huo wa aina tatu yeye mwenyewe ni roho. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni roho, anayo nafsi iliyo hai, anakaa ndani ya mwili. Hebu rudia pamoja nami, rudia pamoja nami wanafunzi wangu. Kwani nini bana? Kwani nini? Kwani nini? Rudia tu pamoja nami. Mwanadamu ni nani? Sema, mwanadamu ni roho, anayo nafsi iliyo hai, anakaa ndani ya mwili. Anakaa ndani ya mwili, manake yeye roho, sio mwili. Mwili ni nyumba ya roho. Ukifikiri mwili ndio wewe, ni changa la macho. Jua leo, kumbuka leo, tambua leo kwamba wewe ni mwili, wewe ni roho, mwili ni nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kwamba wewe ni roho, mwili wako lazima upatanishwe na Mungu, nafsi yako lazima ipatanishwe na Mungu, roho ndio kabisa lazima ipatanishwe na Mungu. Sasa sehemu ya pili nitaka nikazie kwamba wewe ni roho, ndio wewe mwenyewe. Roho ndiyo mtu mwenyewe ambaye naongea naye, ambaye ana masikio. Kumbuka hii milango mitano ya mwili, wewe nawe kama roho unayo. Ndio maana katika Waefeso anasema macho ya mioyo yenu itiwe nuru. Maana yake nini? Mioyo, moyo au roho nao una macho. Ndio maana Yesu alisema mwenye masikio ya kusikia na asikie. Sio masikio haya, masikio ya rohoni. Kuna macho ya rohoni yanaona, kuna masikio ya rohoni yanaona, kuna pua za rohoni zinanusa, kuna ulimi wa rohoni unaonja. Utu wa nje na utu wa ndani. Utu wa ndani ndio wewe mwenyewe halisi. Biblia inasema katika Mithali sura ya 20 mstari wa 27, anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani. Pumzi, tafsiri nyingine ni roho. Anasema pumzi au roho ya mwanadamu ndiyo taa ya Bwana ambayo hupeleleza yote yaliyo ndani. Sehemu hii ndiyo inayoongoza wanadamu wa mtu. Roho ndio wewe mwenyewe, na ndiye mwenye maamuzi, ndio mwenye maelekezo, ndiye anayeelekeza cha kutenda. Huyo roho ndiye anayeelekeza cha kusema.
Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Anaeleza kabisa mwisho wa mwili huo ni kurudi udongoni. Mwisho wa roho ambayo ndio wewe mwenyewe ni kurudi kwa Mungu. Roho haifi, ndio maana roho inaishi, uhai wake unaitwa uzima, na ni uzima wa milele. Uzima wa mwili unaitwa uhai. Uhai, mwili ukifa unapoteza uhai, lakini roho haina uhai. Uhai wa roho ni uzima. Ndio maana Yesu alipokuja katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema yeye alikuja ili tuwe na uzima ili tuwe nao tele. Hakusema alikuja ili tuwe na uhai ili tuwe nao tele. Uhai tunao. Mtu anapokufa kwa jinsi ya mwili, mwili ukabaki hapa, maana yake mwili umepoteza uhai, lakini roho uhai wake unaitwa uzima. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akafa mara mbili. Mara ya kwanza, hii ni lazima, kila mtu lazima afe, lazima aonje mauti kwa mwili huu, maana yake anapoteza uhai. Ule uhai wa mwili ukipotea, tunasema mtu amekufa, na mwili unaoza, tunakwenda kuzika. Amekufa awamu ya kwanza. Lakini mwanadamu asipookoka anakufa kifo cha pili, ni kufa kutengana na Mungu. Maana yake anakufa roho, anapoteza uzima. Uzima tunaupata tunapopatana na Mungu. Uhai wa mwili tunaupata na kuutunza tunapokula chakula, tunapovaa nguo, tusipate pneumonia. Yaani uhai tunaubembeleza, na ndio maana tumejenga hospitali kwa ajili ya kutunza uhai wa mwili. Ndio maana tunavaa nguo tusipate pneumonia wakati wa baridi, ili kutunza uhai wa mwili. Ndio maana tunalala pazuri, ndio maana tunakula vyakula ili kutunza uhai. Usipokula unaweza ukafa. Kufa maana yake unapoteza uhai wa mwili, ni kifo awamu ya kwanza. Usipookoka utakufa kifo cha pili, unapoteza uhai wa roho. Uhai wa roho unaitwa uzima, unapoteza uzima. Ndio maana watu wengi wanapata shida kuelewa Yesu aliposema katika Yohana sura ya 11 mstari wa 41 na kuendelea. Yesu alimwambia Martha kwamba si nilikwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu, ndugu yako nitamfufua. Martha akasema najua utamfufua, ndio utamfufua, lakini ni mwisho wa dunia. Yesu akamwambia mimi unacheza na mimi ndiye ufufuo na uzima. Mtu aniaminie mimi hata kufa, naye aishie na kuniamini hata kufa kabisa. Watu huu mstari hawauelewi. Nasema imekuwaje sasa? Mbona watu wanakufa? Mbona walokole wengi tumezika? Ina maana Yesu ni muongo. Kifo anachokiongea ni cha roho. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni roho. Unapokufa kimwili, Mungu hababaiki. Yesu hawala hakimtishi, hapati shida. Hofu yake Yesu hapendi watu wafe roho, kwa sababu ukifa roho unatengana na Mungu milele, na hataki utengane na Mungu milele. Yesu amekuja kufa pale msalabani mwili wake ili kutununua sisi, kutupa uzima wake. Aliutoa uhai wake ili kupitia uhai wake atununue tuweze kupata uzima wake. Anayemwamini Yesu anapata uzima. Ndiyo maana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii
Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele, bali awe na uzima wa milele, bali awe na uzima wa milele. Hasemi bali awe na uhai wa milele. Uzima ndio wa milele, ndio Bwana Yesu anaopigania. Tunaposema mwamini Yesu akuokoe, ili roho yako iokoke, ili roho yako ipate uzima wa milele. Ukristo ni roho iliyompokea Yesu. Ukristo ni roho iliyompokea Yesu, iliyopokea uzima. Ndio maana nasema Ukristo sio kwenda kanisani, ni badiliko la roho yako kupokea Yesu kuwa kiongozi katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapigania uzima wa roho zetu, na tukiupokea huo uzima ndio wokovu. Watu wanabisha kabisa, mengine madhehebu ya maana kweli ya Kikristo wanabisha kwamba hakuna kuokoka. Hakuna kuokoka. Nani? Wewe unakufuru bwana. Hakuna. Nani kasema? Ukisema hakuna kuokoka maana yake hakuna Yesu. Na kama hakuna Yesu, hakuna Ukristo. Kuna viongozi wengi wa dini wanaukana Ukristo, wanamkana Yesu kwa kuukataa wokovu. Wokovu upo hata kama theolojia yako ya kipumbavu inakataa. Samahani, nimetumia neno gumu, lakini simuelewi Mkristo anayekataa Ukristo, nashindwa jina la kumpa, kwa sababu Ukristo ni kuokoka. Somo linalofuata tunajifunza tofauti ya dini na wokovu. Utaona watu wengi ni Wakristo kidini, lakini sio Wakristo kiwokovu. Ni Wakristo kimwili, wanapeleka tu miili yao kanisani, lakini roho zao ziko mbali na Mungu. Ndiyo maana katika Marko sura ya 7 Yesu anasema watu hawa wananiabudu kwa vinywa vyao, lakini roho zao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Katika ibada Mungu anataka moyo, hataki mwili. Hataki tumwabudu kimwili, anataka tumwabudu kiroho. Ndiyo maana katika Yohana sura ya 4 anasema Mungu anataka watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Katika Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 23 na 24 anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, sio katika mwili. Watu wengi sana. Ndio maana tuna wazee wa kanisa wanauza baa, wana vilabu vya pombe, wana baa, lakini ni wazee wa kanisa, kanisani wanaheshimika. Hao ni Wakristo wa dini. Kimwili, kiroho ni sifuri. Mungu anaandika 0 na wala hakuoni. Hata kama ni askofu, kama hujaokoka ni sifuri. Mungu hakuoni. Hata kama ni mchungaji, kama hujaokoka Mungu hakuoni, anaona ni sifuri, na unaukana Ukristo. Hata kama ni mzee wa kanisa, kama hujaokoka Mungu hakuoni, anaona ni sifuri. Kwa nini? Wewe ni roho, unatakiwa kuokoka, unatakiwa kufuata Yesu. Kama wewe ni Mkristo hujaokoka, wewe sio Mkristo. Halo. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Roho ndio kila kitu. Roho ndio inayoongea. Ngoja nikuambie vitu vichache hapa. Roho ndio inayoongea. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Naomba tusikilizane wapendwa. Usije ukafikiri mimi nayachukia madhehebu yetu, madhehebu yangu na dini zangu na dini yangu. Hapana. Mimi nitaendelea kuyachukia kama yatashindwa kufundisha ukweli huu. Watu badala ya kufundishana huu ukweli, wanafundishana kutoa zaka. Wanafundishana mchungaji akikutongoza usikatae,
ukikataa ni dhambi. Huo ni ushetani, na mimi naukemea kwa jina la Yesu. Kuna injili mfu. Kama hujasikia injili mfu, mojawapo ni hizo, kufundishana sheria wakati huu wa neema, badala ya kufundishana mambo ya maana kama haya. Biblia inasema wote wanaoongozwa. Ngoja ndugu yangu, ngoja tutulie, ngoja na mimi nipunguze pressure. Naona naanza kupamba moto hapa. Roho Mtakatifu nisaidie. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwanza, huu mstari unatupa pointi kwamba Roho huongoza. Ndio maana nasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Kwa nini? Roho ndio ina sifa ya kuongoza. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Kwa nini? Manake Mungu alipangilia mwanadamu aongozwe na Roho. Anasema hivi, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hasemi wote wanaokwenda kanisani hao ndio wana wa Mungu. Sema hapana, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Hakusema wote wanaohubiri hao ndio wana wa Mungu. Hapana, unaweza ukatoa jasho na povu kuliko mimi. Kama huongozwi na Roho wa Mungu, wewe sio mwana wa Mungu, ni sifuri. Hakusema wote wenye cheo kanisani hao ndio wana wa Mungu. Hapana, anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wala hakusema wote wanaotoa zaka na sadaka kanisani hao ndio wana wa Mungu. Anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Full stop. Mstari wa 15 anasema kwa kuwa hatukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye na tupate na kutukuzwa pamoja na. Hebu ngoja ndugu yangu, mstari ni mzuri sana. Ana maana kwamba wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana Mungu. Hiyo jambo la kwanza. Maana yake kama huna Roho wa Mungu, wewe sio wa Mungu. Maana yake nini? Kuna wengine wana roho mwingine, lakini ambaye wanaongoza. Maana yake hatukuumbwa kujiongoza wenyewe, tumeumbwa tuokoke. Mungu atupe zawadi ya Roho wa Mungu ndani yetu ili yeye atuongoze, na Roho huyo akishaingia ndani yetu, anasema Biblia sema katika mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Maana yake mwanadamu anaweza akawa na roho zaidi ya moja. Kwa maana ya mstari huu wa 16, Warumi sura ya 8 mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Maana yake roho, kuna roho yako wewe, lakini kuna Roho wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo roho ya kwangu inaweza ikaongoza mambo yangu, lakini kuna Roho wa Mungu ukiokoka, anakaa ndani yake, anaongoza, anakaa kwenye roho yako, kisha roho yako na roho wa Mungu zinaungana kushuhudia kwamba sasa wewe ni mtoto wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa hivyo unavyojiona ndani ya roho yako ndivyo ulivyo. Utasoma Hesabu sura ya 13 mstari wa 31. Lakini ukisoma katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 17, asema jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao na kuwapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka katika, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema,
mstari wa 20 anasema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho ya Baba yenu asemayo ndani yenu. Kwamba hata mkipelekwa kwenye kesi, msipange pointi za kwenda kujibu kwenye kesi, maana mtakapopewa muda wa kusema, Roho Mtakatifu aliye ndani yenu atasema. Haturuhusiwi hata kujitetea, kwa sababu Roho Mtakatifu yumo ndani yetu kutusaidia kusema. Roho ya mtu huweza kufanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu, kama tulivyosoma katika Warumi sura ya 8 mstari wa 14 na wa 16. Lakini Roho ndiyo hubeba asili, ile asili ya dhambi ile kule inabebwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasema, mbona sasa tunajifunza somo la asili, sasa leo kakimbilia kwenye Roho, inakuwaje? Asili ya Adamu inawekwa kwenye Roho ili ile asili ipate nguvu ya kuuagiza mwili utende unachokitenda hata kama hutaki. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 anasema hivi, basi Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14, andika vizuri. Anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyu ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Umesikia hili neno? Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili ni yupi? Ni yule mwenye dhambi ya asili ya Adamu, ambaye hajaokoka, ambaye dhambi zake hazijashukuriwa, hajamkubali Adamu wa kwanza. Ni Mkristo, lakini Adamu wa kwanza bado ana nguvu. Adamu wa kwanza, ile dhambi bado inafanya kazi ndani yake. Hajamkubali Adamu wa pili, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amekuja kuiondoa dhambi ulimwenguni. Maana Adamu wa kwanza aliingiza dhambi ulimwenguni. Adamu wa pili, Yesu Kristo, amekuja kuitoa dhambi ulimwenguni. Nakwambia, wako wanaume wawili tu duniani wanaosemwa Biblia nzima. Mwanadamu wa kwanza, mwanaume wa kwanza anaitwa Adamu. Yeye ni mwamba, aliingiza ufisadi, ujinai, dhambi duniani kwa utapeli wa shetani. Adamu wa pili anaitwa Yesu Kristo, ambaye amekuja kuiondoa dhambi ulimwenguni iliyoingizwa na Adamu kwa utapeli wa shetani. Mungu atusaidie tutambue kwamba Roho ndiyo inayobeba asili. Kwa hiyo roho yako ikibeba asili mbaya, utakuwa na roho mbaya. Roho yako ikibeba asili nzuri, utakuwa na roho nzuri. Wala haihitaji usome theology, wala haihitaji ukasome chuo kikuu kutumia msemo wa kawaida wa Kiswahili unasema huyu ana roho nzuri au huyu ana roho mbaya. Inahitaji chuo. Mbona huu msemo tunautumia sana? Unasema huyu ana roho nzuri jamani ana roho nzuri kaka wa watu. So, huyu baba nyoka kabisa ana roho mbaya kuliko kobra. Sumu, kinywa chake kimejaa sumu ya fira. Hujawahi kusikia? Kwa nini wasiseme huyu ana mwili mbaya? Kwa nini waseme huyu ana roho mbaya? Maana yake nini? Ubaya unakaa katika roho, unajitokeza katika mwili. Kwa hiyo roho mbaya, roho iliyobeba ubaya, ndiyo inayosababisha sifa mbaya kwenye mwili. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 asema, maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu
ndani yake. Sasa sikiliza mstari huu wa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 inasema kwamba mwanadamu anaweza akawa na roho zaidi ya moja. Unapookoka unaweza ukawa na roho zaidi ya moja. Usipookoka unaweza ukawa na roho zaidi ya moja. Mwanadamu yoyote ana roho zaidi ya moja. Roho ya kwanza ni ya kwako. Kama umeokoka unakuwa na roho ya pili, roho wa Mungu. Kama hujaokoka una roho ya kwanza ya kwako. Roho ya pili itakuwa ni ya mwovu. Sasa tuna Wakristo leo wameokoka, wana roho zao na wana Roho Mtakatifu. Hao ndio wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wanao Mungu. Lakini tuna Wakristo leo na mataifa mengine na dini nyingine waliomkataa Yesu. Wao wana roho zao kwanza, lakini wana roho za yule mwovu anayewasukuma kutenda uchawi, anayewasukuma kufanya wizi, anayewasukuma kusema uongo, anayewasukuma kutapeli, anayewasukuma kufanya fitina, anayewasukuma kufanya figisu. Ni roho chafu zinawasukuma kufanya uchafu. Mtu anafanya uovu kwa sababu ya roho uovu, sio mwili. Biblia inasema, Yesu alisema mtu hunena ya ujazayo mwili. Kwa hiyo tuchukue huyu mwanadamu aliyeokoka. Kwanza ana roho yake. Kila mwanadamu aliyeokoka roho yake ipo. Pili, ana Roho Mtakatifu, na iko hivi, anasema hivi, mambo ya kibinadamu yanatambulika kwa jinsi ya roho ya kibinadamu. Mambo haya ya kimwili yanayohusu mwili wako, uvae nini, ule nini, utunzeje mwili, mazingira, elimu, sijui na nini, haya mambo ya kimwili, haya mambo ya dunia ya kimwili yanatambulika kutokana na roho ya kibinadamu. Lakini mambo ya kimungu unayatambua kwa roho wa Mungu. Biblia inasema kwamba hakuna anayesema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kiu ya maombi ni Roho Mtakatifu. Kiu ya kusoma neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Kiu ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni Roho Mtakatifu, sio wewe, sio mahitaji ya mwili hayo. Hiyo sio kiu ya nia ya mwili ya roho ya binadamu. Maana sikiliza hapa, Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 anasema hivi, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Manake mambo ya binadamu tunayajua ya kibinadamu kwa roho ya kibinadamu iliyo ndani yangu. Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna mtu ayafahamuye ila roho wa Mungu aliye ndani yake. Manake roho wa Mungu ndani yako ndiye anayekusaidia kuyajua mambo ya Mungu. Sikiliza, roho au moyo nzuri huonekana katika maneno yako mazuri unayoyatamka. Moyo mzuri au roho nzuri huonekana katika matendo, katika tabia na matendo mema. Kwa hiyo mtu akiwa na moyo mzuri atatenda matendo mema mazuri. Mtu akiwa na roho nzuri ataonekana katika maneno mazuri. Maneno mazuri yanatambulisha uzuri wa moyo wako. Matendo mazuri yanatambulisha uzuri wa moyo wako. Matendo hayatokani, chanzo chake sio mwili unaotenda, bali ni roho inayosukuma mwili kutenda. Kumbuka Yesu alisema
Mtawatambua kwa matunda yao. Katika Luka sura ya 6 mstari wa 45 anasema mtu mwema katika hazina ya moyo wake, katika hazina ya moyo wake. Sikiliza, mtu mwema katika hazina ya roho yake au katika hazina ya moyo wake, anasema hivi, hutoa yaliyo mema, hutoa huku nje yaliyo mema. Oh, muda unakwenda sana. Na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena ya ujazayo moyo. Anasema hata kinywa, usisifu kinywa au kulani kinywa cha mtu, lani moyo wake, kwa sababu kinywa kinatamka kikitumwa na moyo. Mathayo sura ya 12 mstari wa 34 anasema hivi, enyi uzao wa nyoka, hamwezi kunena mema mkiwa wabaya. Ubaya unakaa moyoni, wema unakaa moyoni. Inategemea. Kama wewe ni mbaya, huwezi ukanena mazuri. Oh, Mungu wangu, muda umekwenda sana. Lakini moyo ni kituo cha matendo ya mtu. Moyo ni kituo cha maneno ya mtu. Mtu tunamtambua kwa matendo yake na kwa maneno yake, na maneno hayatoki tu kinywani, yanatoka kwenye moyo. Na mtu anaweza akawa na roho zaidi ya moja. Mnakumbuka yule mwigaresi alikuwa na mapepo, akaulizwa wewe ni nani? Akasema legioni. Legioni ni neno la Kigiriki ambalo linaonyesha kwamba ni askari kuanzia 4,000 hadi 5,000. Aliposema mimi ni legioni, maana yake yule mtu alibeba mapepo zaidi ya 4,000. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akabeba roho nyingine zaidi ya 4,000. Ndio maana mtu anaweza akabeba roho ya uchawi akawa mchawi, roho ya umbea akawa na umbea, akawa na maroho ya matabia yote mabovu unayoyajua. Kwa hiyo kama hujaokoka, wewe una roho ya kwako na maroho mengine yote maovu, ndiyo yanayokusababisha utende uovu, ndiyo yanayokusukuma kutenda uovu. Ukiokoka unayo roho yako, lakini Roho Mtakatifu anakaa ndani yako na anaambatana na roho nyingine zaidi ya 7. Ukisoma katika Isaya sura ya 11 mstari wa 1 na wa 2. Kwa kuwa muda umeisha, tutaendelea kipindi kingine. Mungu akubariki. Ndio maana kuna haja ya kuokoka, ili Yesu akutoe hizo roho chafu. Ndio maana tunakemea mapepo kwa jina la Yesu. Yanakaa wapi? Yanakaa kwenye mwili, yanakwenda kubana kwenye roho, yanajidhihirisha kwenye mwili, kwa sababu yenyewe hayana mwili. Nilikuwa nasikia mjadala kwamba umewahi kuona wapi matajiri wanaanguka mapepo? Hawajui wasemalo. Hakuna mwanadamu asiye na roho ya ziada. Ukiokoka unakuwa na Roho Mtakatifu na ya kwako. Usipookoka, Roho Mtakatifu hayumo, lakini roho yako unayo, na maroho ya mapepo yanayokusukumiza uwe na nyumba ndogo, na mapepo yanayokusukumiza, hayo ni mapepo. Kuna mapepo, kuna majini. Hayo yote unakuwa nayo. Kule kwetu, kama kuna mtu anakupenda na ni mchawi, anakupiga na anamtumia msichana anayempenda pepo la ndele. Utampenda huyo mwanaume hata kama ulikuwa umpendi, unachutukia unampenda, uolewe tu na yeye, uzini naye. Kuna watu wana mapepo ya uasherati, hawaridhiki na mke mmoja. Kuna wasichana hawaridhiki kufanya ngono na mwanaume mmoja. Nimewahi kusikia ushuhuda, mwanamke mwingine kwa usiku mmoja anazini na wanaume 7. Hayo ni mapepo tu, sio wewe, wala sio kawaida. Unataka tu kunywa damu za watu. Hayo ni mapepo, sio mwanadamu wa kawaida. Ukija kuona unafanya mambo ambayo si ya kawaida, hayo ni mapepo, hayo ni maroho, yanatakiwa kutolewa kwa jina la Yesu. Kuokoka
ni kuruhusu Yesu akubadilishe, ayatoe hayo mapepo, akupe Roho Mtakatifu, uwe kiumbe kipya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea kwa maneno na matendo na mawazo na kwa kutokutimiza yanipasayo. Nasikitika Bwana, ninatubu mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote katika jina la Yesu. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Uwe wangu, unibadilishe na kuniondolea roho wachafu ndani yangu katika jina la Yesu, na kunipa Roho Mtakatifu wako ndani yako. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Tafuta watu waliookoka, shirikiana nao, na ukipata nafasi nitafute tuweze kuongea, nikutie moyo katika safari hii ya kwenda mbinguni. Usione kama kuokoka ni ushamba, bali ndiyo habari ya mjini. Kuokoka ndiyo habari ya mjini, na Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu, amen.